Asante sana. Mara nyingi tumeshiriki Kwaresma, tumefunga, tumesali, tumefanya matendo ya huruma, lakini vile vile tumefanya toba. Na wengi kama hapa tulipo, wengi tuna umri mkubwa, tumeshashiriki mara nyingi vipindi vya Kwaresma. Sasa natamani tuende kidogo tuweze kuelewa nini maana ya Kwaresma. Kwaresma ni kiuhalisia ni kipindi cha muda fulani, ambacho kiuhalisia ni kipindi cha siku 40 ambacho kanisa linatuandaa mimi pamoja na msikilizaji, pamoja na wewe mtangazaji, pamoja na huyu ambaye ipo nyuma ya kamera, linatuandaa kwa ajili ya sherehe kubwa sana ya kiimani, sherehe ya Pasaka, ambayo ni fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Idadi ya siku 40 nimesema kwa sababu ni kipindi cha siku 40. Idadi ya siku 40 ina uzito kiteolojia mkubwa sana, uzito kiteolojia katika historia kubwa ya wokovu. Tunapoongelea siku 40, kwanza tunaongelea juu ya ukamilifu, kwa sababu katika kanisa tuna namba ambazo zinawakilisha ukamilifu. Mfano namba 3, namba 1, namba 7, namba 10, namba 12, namba 14, namba 40, namba 70. Hizi ni namba zinazoonyesha ukamilifu, zinawakilisha juu ya ukamilifu wa wokovu au ukamilifu wa neema za Mungu. Kwa hiyo siku 40 za kutembea katika toba zinaonyesha sio siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 40. Kiteolojia ni siku za ukamilifu. Ufanye toba katika ukamilifu wake. Kwa hiyo mtu anaweza akaniambia, kwa hiyo Father, kama ni siku moja umefanya ukamilifu wa toba yako, moja kwa moja umeshafanya Kwaresma ya siku 40. Kwa sababu siku 40 kiteolojia ni ukamilifu. Ndio maana Waisraeli walikaa jangwani miaka 40 ili kufundisha kumtegemea Mungu na si kwa nguvu zao wenyewe. Tunasoma hii kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 3. Musa alikaa siku 40 mlimani Sinai akiwa anasubiriwa kupewa zile amri 10 za Mungu. Kabla ya kupokea zile sheria, Musa alipaswa kukaa siku 40, akionyesha kuwa neno la Mungu hupokelewa katika ukimya, ukamilifu na upendo mkubwa, hasa zaidi kwa kutumia sala na kujinyima. Tunasoma hii katika Kumbukumbu la Torati sura ya 34 aya ya 28. Nabii Elia pia alitembea siku 40 kuelekea Horebu. Naongelea ukamilifu wa siku 40. Hii alijifunza kuwa nguvu ya Mungu haipo katika kelele. Tunakumbuka ile habari. Ilikuja tetemeko, ilikuja upepo mkali, kote Mungu hakuwepo. Ilipokuja utulivu mkubwa, ndipo Mungu alipokuwepo. Bali katika upepo mtulivu ule ambao tunapaswa kuwa watulivu na sisi katika siku hizi 40 za ukamilifu. So siku 40 kwa hesabu moja mpaka 40. Tunasoma hii katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 8 hadi ya 12. Zaidi ya yote wapendwa, Yesu Kristo mwenyewe alifunga kwa kukaa jangwani kwa siku 40. Sio alihesabu siku zile 40 zifike, hapana. Alikaa katika ukamilifu wake. Na hii alikaa kwa ajili ya nini? Alikaa kwa ajili ya kujiandaa kabla ya kuanza kazi yake ya hadharani ile ya kutangaza neno la Mungu, ya tubuni na kuiamini Injili. Aliweza kwenda kujiandaa kwa kufunga kwa siku 40 jangwani. Tusome katika Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 11. Hapa ndipo kanisa linapopata msingi wake wa Kwaresma. Kwaresma manake 40. Hii mifano yote niliyoitoa ndipo ambapo kanisa linapata msingi wa siku 40, wa siku za kufunga, za kukaa kimya, za kujitenga, siku za ukamilifu. Yesu hakukwepa majaribu, tukumbuke. Yesu aliyakabili majaribu ili kutufundisha kwamba kuwa wokovu hupatikana kwa utii, kwa kukaa kwa ukimya, si kwa anasa. Ni kujinyima vitu fulani ndipo tunapopata wokovu. Ndio maana kwa neno la Mungu, si kwa tamaa za mwili, isipokuwa neno la Mungu linapaswa kutuongoza kila wakati, hasa katika kipindi hiki cha siku 40 za toba. Hivyo wapendwa, Kwaresma ni kuingia pamoja na Kristo jangwani. Alikaa siku ngapi? Tunapoingia naye kuanzia siku ya kwanza, tunapaswa tukubali, kuvumilia, tukae naye kwa siku zote 40. Tusiingie siku ya 5 tukarudi. Maana yake tusiingie kabla ya ukamilifu tukaondoka.
tuingie tukae na Yesu kwa siku 40. Ndio maana ya Kwaresma, kukaa na Yesu jangwani kwa siku 40, siku za ukamilifu. Tukikiri kwa unyenyekevu mkubwa kwamba sisi ni wadhaifu, wa dhambi, tunamkosea Mungu, tumeanguka katika dhambi, lakini kwa neema yake tunaweza kusimama tena na kushinda dhambi kama vile Kristo alivyoshinda. Hii ndio maana halisi ya neno Kwaresma. Ndio maana halisi ya kipindi cha Kwaresma, yaani siku 40 zenye ukamilifu kwa ajili ya kufanya toba.